Ujumbe wa leo tunaozungumzia unasema matokeo ya neema, na kudhibitisha kwamba hicho ndicho Bwana ametaka nizungumze. Asubuhi tukiwa ofisini, tulipomaliza maombi, Bishop akasema tumalizie na neema. Tukasema neema Bwana wetu Yesu Kristo, mapenzi ya Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu wana sote sasa na hata milele. Tulipofika kanisani, wakati kiongozi wa ibada alikuwa anazungumza, alipokuwa anaomba, kiongozi wa ibada alipochukua microphone baada ya waimbaji kumaliza, nikasikia anasema, Bwana tunaomba umuongeze baba yetu Daktari Mwaura, neema iongezeke ndani yake. Sema amina. Kwangu ilikuwa ni confirmation ya kwamba hayakuwa mawazo yangu, ni Bwana ametaka niseme hicho kuhusu neema. Sema neema. Pasa amesema Bwana sema nami. Pasa Dennis amesema Mungu wa nini? Wa neema amenipa ufunguo. Sasa leo Bwana kupatie funguo ya kwenda kufanikiwa kwako katika jina la Bwana majeshi. Wapendwa, tufahamu ya kwamba sio kila funguo inafungua kufuli zote. Kila kufuli iko na funguo yake, na kufuli ziko type nyingi na kampuni tofauti. Lakini kumbuka kwamba kuna master key ambayo inafungua kufuli zote. Inaweza ingia kwa lock zote na ikafungua master key. Kwa hivyo master key ya kiroho ni neema ya Mungu. Neema ya Bwana ikiwa ndani yako, hakuna mahali utashindwa kupita, hakuna mahali utashindwa kuingia. Sema neema. Wapendwa, heri ukose vitu vyote, lakini usikose neema ya Bwana. Na ndio maana Paulo akasema sipendi mukaikosa neema, kwa sababu mukikosa neema shina la uchungu litachipuka ndani yenu. Neema ikikosekana ndani ya mtu, Paulo akasema uchungu utachipuka. Kuchipuka ni kumea. Sema kumea. Kwa hivyo tunaposema tunazungumzia habari ya neema, matokeo ya neema, wanafunzi wakifanya mtihani wanasubiri matokeo baada ya walimu kufanya marking ya mitihani ili walifanya. Sema amina. Ukiitwa interview kwa ofisi yote ile ya kiserikali, ya organization, ama hata kama ni ya kanisani, umefanywa interview, unangoja nini? Matokeo. Yale matokeo ndiye ataamua wewe utaingia kazini ama utaingia kazini. Yale matokeo ndiye ataamua huyu mtoto ataenda university kama amemaliza form 4, ama ataenda college, ama grade amepata hata college hataenda. Lakini tufahamu ya kwamba kufeli kwenye masomo si kufeli kwenye maisha. Hilo ni tofauti hilo. Kuna watu walifeli shuleni lakini kwenye maisha wamefaulu, wakaajiri waliofaulu kwenye masomo. Sema amina. Lakini neema ya Mungu ni tofauti. Ikiwa ndani yako, hiyo ni guarantee kufanikiwa, hiyo ni guarantee kufaulu, hiyo ni guarantee kuishi maisha ya sawa. Sema amina. Sema neema. Kwa hivyo vile madereva wa matrela, juzi niliona serikali imetangaza kazi ya matrela. Watu walikuwa naenda kupitia mkono wa serikali, walikuwa ni Sudani, ni nchi ya Sudani. Iko nchi gani madereva wanapelekwa matrela? Saudia. Unaona watu waliitwa waende wakafanye nini? Mtihani, tunaita interview. Waende wakafanyiwe nini? Interview. Kama atapita matokeo baada ya kufanyishwa interview, ndiyo anaamua kama ataenda Saudi Arabia kama dereva wa trailer. Na wengi walienda, lakini wachache walifanikiwa. Na hata leo tunaweza kuwa tumejaa kanisani, tunaweza kuwa tumejaa mpaka nje, lakini kile kitaamua ni vile umeachilia moyo wako, vile utakapopokea kile Mungu amenituma kupeana, vile utakapopokea kile Mungu ametumana niongee. Hicho ndicho kitakuweka kwenye ofisi ya neema yako. Sema amina. Supige makofi tu mazuri basi. Kwa tunapozungumza matokeo ya neema,
Matokeo neema. Nimelinganisha ya kwamba matokeo ni kama vile unaenda kuomba kazi. Kwa hivyo ukipita unaingia kazini. Nini kinakuingiza? Umepita kwenye mtihani. Sasa neema ya Mungu ndiyo inakuinterview yenyewe, ndiyo inakupatia unachotaka wewe. Neema. Interview za kawaida unafanyishwa na watu, lakini neema ikiwa ndani yako, basi haitaruhusu, hata kama ni mtu anakufanyisha interview, haitaruhusu ufeli, kwa sababu si wewe, ni ile neema inafanya kazi ndani yako. Lazima itakupatia matokeo mazuri, haitakupatia matokeo mabaya. Majuzi hapa nimekuwa na kesi, ni kesi ilihitaji deliverance. Mama amebeba mimba miezi 9. Miezi mingapi? 9. Lakini kwenda kwa hospitali daktari, before miezi 9 ifike, daktari wanapima, wanasema ako na mtoto. Mwezi wa 3 ako na mtoto, mwezi wa 4 ako na mtoto, mwezi wa 5 ako na mtoto, mwezi wa 7 ako na mtoto. Kufika mwezi wa 9, ripoti inabadilika kwamba hawajui ni mtoto ama si mtoto. Basi mimi nikamwambia Mungu jambo moja: kama ni mtoto azaliwe, kama si mtoto hiyo kitu na itoke. Niliomba kwa simu, baada ya kuomba naye kanisani akasafiri. Aliposafiri tena akanipigia, akanieleza changamoto zile zimekuwa. Na baada ya maombi, kilichotoka tumboni, alitoa kitu saizi ya chungwa ambacho amekibeba kwa miezi 9 bila kubeba mtoto. Wale metoka Taita, mnajua pia kwa Bishop Mkala pale Kipuzi. Hapo juu kidogo kuna familia fulani hapo, huyo mzee nimemsahau jina lake kidogo, mkaza mwana huyo mzee ambaye ni majirani kwa Bishop Mkala, naye alibeba mimba miezi 9. Alipokuja kwa deliverance, baada ya maombi, kufika hospitali, kumbe si mtoto, alitoa hewa akarudi nyumbani. Hewa. Sema amina. Nini? Madaktari walipima, lakini Mungu alipopima ikaonekana alichokibeba sicho cha Mungu, ni cha adui Shetani. Bwana akakitoa. Baadaye huyu aliyetoa kitu kama saizi ya chungwa amezaa mtoto tena wa kiume. Huyo mwingine naye amezaa mtoto, nafikiri ni wa kike. Sema neema. Hayo ndiyo matokeo ya neema. Neema haiwezi ruhusu ukate tamaa, haiwezi ruhusu uvunjike moyo. Sema amina. Na sasa niingie ndani sasa. Tunapoongea kuhusu neema, neema ni nini? Ambia mtu neema ni nini? Number 1, neema ni upendeleo wa kiungu. Neema ni upendeleo wa kiungu, upendeleo ambao haukufaa. Yaani kuna watu, neno upendeleo ni kumaanisha kwamba haukuna stahili, kuna watu walistahili kupewa hicho. Kuna watu wamequalify kuingia kwa hiyo ofisi, kuna watu wamequalify kumiliki hicho, lakini wewe ukapata upendeleo pasipokuwa na qualification yote ambayo ingekuwa lau uwe hicho. Na nielewa, sema upendeleo. Ndio unaona ya kwamba kuna watu nakuta ya kwamba bwana ni mlevi sana, mwanaume ni mlevi, lakini mama amekaa ingangari kwa ndoa yake. Mwanaume mlevi wa ajabu, lakini mama amekaa ingangari hapo, na bado anazaa watoto tu, na ni mlevi hivyo. Anatusiwa, anakuja nyumbani, hata sijui kwa wiki anaoga mara ngapi, lakini anaitwa Mrs. So and so, na kuna watoto. Nini kimemweka mama kwa ile ndoa, kwa lisha kwa mwanaume ni mlevi? Neema. Sema neema. Mungu amempendelea kumpa Bwana, na Mungu akampendelea kumpa moyo mpana, moyo ambao unaweza stahimili mapito anayopitia. Licha kwamba Bwana ni mlevi, lakini neema ya Mungu imemfundisha kuishi na mlevi, imemfundisha kuongea na mlevi, imemfundisha kutembea, kustahimili aibu ya mwanaume mlevi ambaye anaanguka kwa matope, mwanaume ambaye hana sifa nzuri, lakini neema imempendelea. Leo naomba upendelewe na Mungu katika jina la Yesu. Neema ni upendeleo. Sema upendeleo. Watu waliopendelewa si watu ambao
wanafaa, ni watu ambao hawakufaa, lakini neema inawafanya wapendelewe. Si kama kuna mwalimu hapa, aidha ni wa primary ama high school. Kuna mwalimu hapa? Kuna mwalimu? Walimu wa high school inua mkono juu. Wa primary? Hebu simama. Wacha nianze na wewe. Amka. Wewe kama mwalimu, maana neema ni nini kama mwalimu? Maana walimu mna utafiti mzuri, unajua Kiswahili zaidi kuliko sisi. Okay, it is being highly favored for things that you don't deserve. Okay, it is being favored for things that you don't deserve. Okay, teacher anatafuta mwingine, mwalimu, teacher. Wengine wameingia mitini jamani. Mwalimu ina mkono juu. Wameingia mitini, Yesu wangu. Okay. Wewe ni mwalimu? Teacher usimame kidogo. Mmoja tu. Neema, maana ya neema. Ongea tu wewe kama mwalimu. Neema ni kama upendeleo. Kama upendeleo. Asante. Tumpe Bwana makofi katika jina la Yesu. Yule amesema ni kibali, huyu amesema ni upendeleo. Sema amina. Neema. Kwa hivyo neema tumesema ni nini? Ni upendeleo. Yaani watu wangeulizwa hawangekubali uolewe na huyo mwanaume, hawangekubali huyo mwanaume akuoe, lakini ukapendelewa. Yaani misesiwili. Kama watu wangeulizwa wangesema hapana, Mijikenda tafuta Mtaita kutoka Beruga, ukikosa nenda Mbololo. Wakasema lakini Mbololo hapana. Nenda Sechu, lakini Sechu. Nenda Taveta. Mwingine akasema nenda Kasigau. Nenda wapi? Maana ndio kuna ukoo wa kina babake, nenda Kasigau mkamlete. Lakini Neema kasema Mijikenda huyu atapeleka ukoo Taita. Huyo Mijikenda ndiye anafaa kuwa mke William wa Mkono. Sema amina. Sema haleluya. Sema ni neema. Kwa hivyo neema ikampendelea. Na si kwamba William akimchumbia, sisi ndio wazazi wetu wao wa harusi kwa neema ya Bwana, si tuliwasimamia harusi. William akimchumbia haimaanishi ya kwamba kulikuwa kuna vijana Giriama, walikuweko vijana hata aliyosoma na wao, lakini neema ikampendelea Pastor William. Neema ikasema hapana, huyu ataenda Taita. Sema neema. Natangaza neema kupendelea leo katika jina la Bwana. Sema haleluya. Si kama unajua maana upendeleo, yani unapewa kitu ambacho kuna watu walifaa kupewa, ila wewe unapewa ambao haufai kupewa. Naomba Mungu akupatie vitu ambavyo haukutarajia kupewa. Neema ya Bwana itakupatia katika jina la Bwana. Sema amina. Huo ndio upendeleo. Kuna watu wangeulizwa kama utakuwa mhubiri, wangekataa. Wangeulizwa kama uwe kiongozi kanisani. Yani hata kuna viongozi hapa, kama bishop angesema kura zipigwe, wewe ungechaguliwa. Wewe nikwambie ukweli wa mambo, hiyo mbingu zikiwa shahidi. Lakini sasa Mungu alikupendelea kupitia baba yetu wa kiroho, unafaa kuwa kwa nafasi hiyo. Lakini watu wangeulizwa, wangetoa sababu zao. Unanielewa kile naongea? Si kama unanielewa. Wangekataa. Lakini neema ya Bwana kupitia baba daktari ikasema huyu anafaa kwa mtu fulani, huyu anafaa. Ndio maana ya kwamba hata kuwa na changamoto na unasema kazi ya Bwana nitaifanya. Milimani, mabondeni, nitafanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Nitafanya, fanya kazi, fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Milimani utafanya nini? Nini kinakufanya? Ni neema ambayo umepewa. Mungu akikupatia nafasi, huwa anakupa neema ya kustahimili kwa hiyo nafasi. Mungu akikupatia nafasi, huwa anakupa neema ya kutosheleza hao watu amekuweka mbele yao. Mungu akikupa nafasi, huwa anakupa na neema ya kufanya kile unapaswa kufanya. Mimi naomba Mungu akupe upendeleo.
Naomba ukose marafiki, lakini usikose neema ya Bwana. Naomba ukose jina kwa wanadamu, lakini mbele za Bwana Mungu akupatie neema katika jina la Yesu. Na ndio maana mtumishi wa Bwana akaimba ya kwamba neema ya Bwana imenipa nini? Ufunguo. Yani ina maana anaweza ingia kokote. Ninakutuma, nenda ukamiliki vitu watu hawakutarajia. Nenda ukaishi watu hawakutaka uishi. Nenda ukakae vile Mungu ametaka, si vile watu wametaka. Wachana na wanadamu. Wanadamu ni wale wale. Ukivaa vizuri wanaongea, ukivaa vibaya wanaongea, ukisoma sana wanaongea, usiposoma wanaongea, ukikonda kama Apostle Imura 1 GB wanaongea, ukiwa 12 GB wanaongea. Basi neema ikutendee katika jina la Bwana. Ukisonga vizuri wanaongea, ukienda kanisani hujasonga wanaongea, ukivaa dera wanaongea. Wewe na madera jamani, kwani alizaliwa na madera? Hai. Ukivaa smart anaringaga na anaringo. Hichi kimwanamke sio maringo, ni kiwango kimepanda. Neema imepandisha watu. Hebu fanya, ni kiwango kimepanda. Fanya cha Mombasa sasa. Fanya cha Mombasa, kiwango fanya cha Mombasa. Tuwafundisha wabara, wakina sisi wabara, sisi ndio wabara, mtufundishe, ni kiwango kimepanda. Sema amina. Ukismile wanaongea, ukikasirika wanaongea, ukicheka wanaongea, ukikaa wanaongea, ukisimama wanaongea. Sema ni kiwango kimepanda. Sema haleluya. Natangaza leo, Mungu akupatie upendeleo. Iwe ni kwa plot upendeleo, kanisani upendeleo, kwa boma upendeleo, kwenye ndoa upendeleo, kwa biashara upendeleo, katika huduma upendeleo. Atangaza upendeleo, inanena upendeleo. Sema power. Ukiwa na biashara wanaongea, ukifirisika wanaongea. Si Mungu akutajirisha mpaka utembee na bodyguard? Kuwa na geti ya kwanza inafunguliwa na funguo, geti ya pili inafunguliwa na remote, geti ya tatu ya fingerprint. Ay. Sema haleluya. Zile geti unaziona kwa mabank, zile milango, hapana geti, ile milango ya bank yenye ni fingerprint inafanya nini? Ninakuapplyia leo katika jina la Bwana. Na kuitishia leo kwa damu mandako. Tuna download hiyo milango kwa manyumba zetu. Tuna download hiyo milango kwa mapoma. Sema haleluya. Naomba neema ya Bwana ikupatie kujenga zigizaga. Sema zigizaga. Mungu akupe estate yako. Mungu wacha nigeukie watu wa mtandao, wale walio kanisani. Sioni mtu wa kujenga estate hapa. Mko tayari? Wacha nione upande huu kama mko tayari. Natangaza pokea estate yako. Baada mjafika pale, nataka wacha nipeane hizi nyumba kwa wale watu wa mtandao. Mko tayari? Wacha nirudi mara ya pili nione. Natangaza pokea estate yako. Pokea estate yako. Pokea estate yako. Unaona wenye wamekaa hao watatoka na wheelbarrow wao. Unaona watu wenye wanajua kazi wamesimama, ila aliyekaa wewe utatoka na wheelbarrow. Pia si makosa, kwa sababu utasaidia watu wa mjengo. Lakini wacha niachilie manyumba kwa watu ambao wanaelewa kile naongea. Watu wanaojua kile naongea. Wale wanajua, wale wanakaa, we pokea wheelbarrow isaidie kokoto tukijenga estate zetu. Sema amina. Natangaza manyumba ya kupangisha. Natangaza nyumba za rental. Nyumba za rental. Sema haleluya. Wacha nigeukie upande huu nione kama uko serious. Nilikuwa nikuje kwenu nione. Natangaza hapa kutoke 10 billionaire hapa. 10 billionaires. 10 billionaires. 10 billionaires. 10 billionaires. Wengine wanyonge ni kama amekula mabenda akija kwa ibada jamani. Sioni kama kuna mtu ako tayari hapa. Hebu wacha nipeane kwa mtandao. Nataka nione mtu na nena hapa. Mungu akupe estate yako. Pokea estate yako. Sasa naona at least umefika 75%. Nataka mtu agonge 100%. Ninaamuru pokea estate yako. Pokea estate yako. Sema haleluya.
Unaona watu wale wanajua kupokea miujiza, tayari amesili nini? Amepiga raba stamp na hiyo hivyo. Sumaona kila amefanya hiyo, amesili muujiza. Natangaza leo, pokea chopa kaburu Jaffa. Pokea chopa kaburu Jaffa. Pokea chopa kaburu Jaffa. Natangaza ya kwamba serikali ya 2027 upatikane ndani kwa jina la Bwana. Uwe contractor ndani. Hakuna mtu ana maono, hata ndugu yako huoneza pokea kwa niaba ya brother wa sister. Natangaza ya kwamba pokea nafasi kwa serikali ya county. Pokea nafasi kwa serikali ya kitaifa. Ina neno pokea wewe. La neno pokea wewe. Ninaachilia unabii ya kwamba neema ya Bwana ikukalisha na wakuu wa nchi. Kana watawala wa nchi. Yaani hauko ready kukaa na viongozi. Wewe hujaona bishop akitembea na president. Hujaona baba akikaa na watu wakuu. Hebu acha nirudie. Natangaza pokea kuwa kiongozi wa taifa la Kenya. Iwe ni brother yako, iwe ni dada yako. Natangaza pokea. Ina neno pokea. Sema amina. Sema amina. Sikiza. Namba 2, neema ni uwezesho. Kwa wale mnaandika nini? Uwezesho. Mtu anayewezeshwa ni mtu ambaye hawezi. Hata kama angepewa mwaka mzima, miaka 10 ajiandae, hangeweza kufanya hilo jambo. Lakini neema inamwezesha. Neema ni nguvu ya kiroho inayokupatia uwezesho wa kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Kufanya vitu ambavyo wengine wameshindwa kuvifanya, ile hali wamesoma kukuliko, wana majina mazuri, wanajua kuongea, wako na lugha safi, Kizungu kizuri, Kiswahili kizuri, lugha ya mama nzuri, wanajua kupanga maneno. Lakini kuna mahali ambapo wewe unapita wanashindwa. Sema amina. Neema, sema neema. Neema wapendwa, haiangalii background umetoka. Neema iangalii qualification, elimu yako. Neema ya Mungu ni tofauti na shule nzuri uliyosomea. Neema ya Mungu ni tofauti kabisa na ukoo mkubwa ambao umezaliwa. Neema ya Mungu ni ya kipekee. Neema ya Mungu hakuna shetani anaweza kuitumia, wala aliye kinyume na Mungu hawezi kuitumia. Inafanya kazi kwa wale wanaomtegemea Mungu. Naomba Bwana wa majeshi akuwezeshe. Hebu kaa. Naona unataka nihubiri kama umesimama. Keti, utachemka baadaye. Unakaa alafu unasimama. Sema unakaa alafu unasimama. Sikia. Neema ya Bwana ni uwezesho. Unawezeshwa. Haungeweza, lakini neema inakuwezesha. Inakuwezesha. Hebu angalia. Kunatokea mtoto mchezaji mzuri sana wa mpira, ukijaribu kuchunguza ukoo kwao, kuanzia babu yake, nyanya, kwa kina mama, kwa kina baba, hakuna mtu alikuwa anacheza mpira. Kunatokea mwimbaji hatari, ukiangalia ukoo, hata wale walimba nyimbo za kidunia, hakuna. Kunatokea mcheza gitaa hatari, ukichunguza ukoo, vizazi 4, hakuna mtu ambaye cheza gitaa kwa familia. Lakini Bwana akishika solo gitaa, unaona watu wanatikisa nini? Wanashinda kutikisa, wanazianza bila kuambiwa ruka. Na ndio unaona ya kwamba hata sometime watu wenye neema ya Mungu, wakati mwingine unaweza pitia vitu venye mtu mwingine hapitii. Yaani unapitia changamoto ambazo wengine wanasema kama ni mimi nisingelivumilia. Kweli hawangeweza, kwa sababu neema uliopewa hawana. Ili waweze, wanahitaji neema kama ya kwako, alafu wataweza. Naomba Bwana akupe uwezesho leo. Natangaza uwezesho. Mungu akuwezeshe. Yaani sikiza. Mshahara wako ni mdogo mno, lakini mambo unayofanya na mshahara unaolipwa, watu wanasema hapana, hii ni juju. Waambie sio juju, ni maombi. Mwambie sio juju, ni maombi. Shida ni vile wewe hubiri na mimi. Mwambie sio juju, ni maombi. Mshahara kidogo, ulianzia chini kidogo, una pikipiki,
kidogo uko na gari moja, gari ya pili, gari ya pili, gari ya tatu, gari ya tatu, gari ya nne, alafu anaanza Illuminati, amejiunga na chama. Sasa mimi nashindwa. Ukikosa pesa wanaongea, tukiwa na pesa. Mimi Mungu akuwezeshe wale wanaongea kuhusu mafanikio yako, Baba awalete ufanyike baraka kwao, natangazwe baraka kwao, uwapatie chakula, uwapatie mavazi. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya kanisa. Mimi nataka useme haleluya mpaka mchawi aliye ukambani aisi katika ulimwengu roho nyoka yake imekufa. Mchawi mwenye ako Western aisi ya kwamba chura imekufa, kibuyu kimepasuka. Si ndio? Si ndio? Chupa waliokuweka ndani wakati unasema amen, hiyo chupa inapasuka. Hebu sema tena, hiyo chupa inapasuka. Mahali waliweka nyayo za miguu yako usiwaendelea, hiyo nyayo zinaachiliwa. La. Hiyo nyoka iongee, imwambie mchawi huyu si wa kurogwa. Usipotoa vitambara vyake mahali mimi nalala, nitakuja kwako nitakuuma. Hiyo si amen bwana, turudie. Nyoka ikatae vitambara za watoto wako, nyoka ikatae jina lako, nyoka ikatae watoto wako, nyoka ikatae masomo ya watoto wako, nyoka ikatae biashara yako, nyoka ikatae ndoa yako. Sema bila kubwa, sema power. Tingisha mtu mwambie ya. Hii ni ibada bwana, hii ni ibada, hii ni ibada. Sasa kwa hiyo unawezeshwa. Yani ndio unaona leo kuna watu wanasema ya kwamba huyu si maombi peke yake. Wakisikia hivyo ni watu waliwaishi makanisani, hawakuwaipata neema ya Mungu, walikuwa mapretenda makanisani, wanaenda ibada, wanaenda kwa waganga. Na ndio maana wao kifanikiwa na upendeleo wa Mungu wanasema sio maombi, ni juju. Waambie ni neema, nimependelewa. Naomba Bwana akupendelee wewe. Watu waliopendelewa wanaongeaga tofauti, wanatembea tofauti, wanawaza tofauti, wanafanya maamuzi tofauti, wana msimamo wa tofauti, wanaelewa Mungu wao, wanajua Mungu anayemwabudu, wanajua Mungu anayemtumikia hajawahi shindwa. Sema haleluya. Kama uamini, tafuta namba ya Farao, pigie simu, muulize Farao kulikuwaje kwenye bahari ya Shamu. Atakwambia tafuta mahali tukae nikueleze. Farao atakwambia tafuta mahali tukae, mimi nitakupa ripoti. Nilienda na masoja, nilienda na kikosi changu cha kutosha, hao watu si wa kupigwa, nikarudi mikono mitupu. Ratangaza. Daudi akasema, wanataja magari, wanataja farasi, wanataja pesa, wanataja dhahabu. Sisi tutalitaja jina la Bwana wa majeshi aliyeziumba mbingu na nchi. Pokea upendeleo, pokea upendeleo, pokea upendeleo, pokea upendeleo, pokea upendeleo. Sema power. Dalili inaonyesha umepewa upendeleo na Mungu, dalili ni hii. Kile kinaonyesha Mungu amekupendelea ni ule msukumo na usikia kufanya vitu vikubwa na hauna pesa. Yani hauna pesa, unaona ukiwa umejenga, unaona ukiwa na gari nyingine mpya, na hata uko nayo fundi anakudai. Juzi ilienda service, hii uko nayo tairi moja iko masekete. Sema masekete, sema ni masekete, lakini si kushorotoka. Sikia, wakati unaona unasikia kunua shamba, ile hali kuna madeni uko nayo mahali, unasikia kujenga nyumba nyingine, unasikia kusaidia watu, kuna ka feeling fulani unakasikia kakusaidia watu.
Kuna ka feeling unakasikia ukicollect rent kwa wapangaji. Kuna ka feeling. Ambia mtu kuna ka feeling. Ambia mtu kuna, jamani, hebu wacha kuangalia anayekuja kusiri muujiza wake. Wewe tafadhali angalia mhubiri, sema kuna ka feeling. Gusa mtu, mwambie kuna ka feeling. Kuna ka feeling ka kuimport magari kutoka Japan. Ukiona huyu asemi anamaona kuongeza nini? Wheelbarrow. Kwa hivyo hatutamnyima nafasi ya mawheelbarrow. Sema kuna ka feeling na kasikia ka V8, ka Range Rover Sport, Mahindra, Jeep. Jamaa, siyataje hayo magari unayajua huko. Sema kuna ka feeling na kasikia ka kufungua shule. Fanya cha Mombasa, kuna ka feeling ninakasikia kanatokelezea somewhere. Sema amina. Sema kuna ka feeling na kasikia mtoto wangu akifanya masters German, Australia, America, England, France, Japan, India ya medicine. Aya. Watangaza pokea leo. Pokea leo. Pokea leo. Pokea leo. Pokea leo. Pokea leo. By force, by power. Atangaza neema ya Bwana itakuwezesha. Utawezeshwa. Utawezeshwa. Sema ya. Hey. Tunatangaza leo. Tutapaa. Lazima tubarikiwe. Lazima tuinuliwe na Bwana. Tunapaa. Tumechoka kukaa mahali pamoja. Tumechoka kuzunguka mahali pamoja. Toka kwa nyumba room moja. Toka jitabiria, toka hapo. Toka nyumba, toka. Mimi naomba hii ibada izae mtu mmoja tu ama watatu, wale watasema nyumba ya bishop niachieni. Hujanielewa? Range Rover Sport ni pesa ngapi? Unajua magari sana, 20 million. Sasa nyumba ya askofu inabeba 20 million. Kama una imani ya kwamba, maana neema ya Mungu huwezi kuitenganisha na imani. Mahali neema inoperate, nyuma yake kuna imani. Mahali kuna imani, nyuma yake kuna neema. Hey, kama una imani ya kuwa billionaire, unaweza ukajisacrifice wewe mwenyewe. Ukasema, yani hata kama utasikia mtu mwingine anaongea, wewe simama tu kama mwenda wazimu wa mbinguni. Paulo akasema, kama tumeruka kichwa ni kwa sababu ya nani? Na kama tuna akili timamu ni kwa sababu ya nani? Akasema, kuishi kwangu ni si mimi niishie nani? Kristo aishie ndani yangu. Yani nyumba ya baba askofu, mimi nikiangalia kwenye darubini ya kiroho, kwenye spiritual thermometer hapa, hata ni watu wawili tu. Na mimi nakwambia hivi, Mungu ndiye mtumikia, si Abdalla, si Asmani. Kama kuna siku nimeongea kitu kikafanyika kwa mtu, hata kama si kwako, amini lile ninaongea leo. Hallelujah. Amini kile ninaongea leo. Hallelujah. Msichana mmoja Mkenya alileta babake kanisani kwa maombi. Baba, kabla hatujaomba, baba akatoroka. Aliona vile watu wanaombewa wanatapika, mzee akasema, hapa sina mbavu ya kutapika. Akatoka polepole na ugonjwa wake akaenda. Wakija kugundua baba ametoroka ameenda, wakamfuata wakamregeshea njiani, akarudi. Lakini Mungu alikuja niambia sababu kwa nini ilifanyika hivyo. Huyo msichana Bwana akaniambia nimtamkie baraka. Nikamwambia ufanyike baraka
kwa kuleta baba. Hata alipotoroka kanisani, anaona watu wanatapika, wanapiga nduru, mzee akaogopa, akatoroka. Ukamfuata, ukamregesha. Msichana kwa neema ya Mungu, vile alikutana na mwanajeshi wa Marekani sijui, akaolewa Amerika na mwanajeshi wa Kiamerika. Haleluya. Number 2, alishangaza madaktari wa Marekani. Mkenya aliolewa Marekani anazaa mtoto kilo 5 without CS. Ananipigia simu, ananiambia, mtumishi wa Bwana, Mungu unayemtumikia ni Mungu wa kweli. Maombi uliomba na mimi, yule Mungu alikutumia nipate ndoa Marekani. Nilipokupigia simu ni kwamba nimeambia mtoto wangu ni kilo 5, kwa hivyo nijipange na CS. Madaktari imebidi waitane kikao kutaka kujua nilizaaje kilo 5 wa mama, unaweza nielewa, bila upasuaji. Ona kama Mungu anafanya kupitia simu. Leo mtu mmoja hapa, watu 2 watano wanaweza amua nyumba ya askofu imeisha. Hebu angalia, msikiti unajengwa na mtu, lakini kanisani, toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe, hata kama ni msumari, Bwana anakuona nao. Tunaimba, tunageuza, lakini angalia msikiti, mtu akijenga anajua kwamba amepanda baraka za watoto wake na hata za vijukuu. Sema amina. Natangaza leo, pokea upendeleo mbele za Bwana. Pokea kupendelewa ya kwamba kwa biashara yako leo nina nene ya kwamba, sikiza kwa makini, uuze mpaka utafute nafasi ya kujificha. Hujanielewa? Naomba uuze kwa biashara mpaka ujifiche kwanza kupumzika. Leo nakuitishia malaika wa mauzo, mahali popote uko na biashara, wale wana biashara za mboga, wale wanauza matunda, wale wako na hoteli, wale wako na chemistry, hayo madau nauzia watu, ninatangaza kwamba yawe anointed. Waseme hii chemistry si kama zingine. Kama watu wanaamini muganga, naomba waamini chemistry yako uliokoka, maana unaitolea fungu la 10. Wakimeza wanapona, wakimeza deliverance inafanyika, wakimeza fibroids zinapasuka. Hujaelewa kile nasema wewe. Ninanena mandazi unapika, mahamri unapika. Mungu achilie upendeleo kwa mahamri. Yaani mtu akiala, wale watu walikuwa na mwinukia kazini, anagundua Mungu anamletea ndoto. Vile alikuja akachukua mandazi, vile aliyakula, vile alikuja kazini, yale mandazi yakawa tear gas, yakawa bomu la kinyuklia, yakasababisha bwana akawa demoted. Huyu bwana akapigwa transfer, huyu bwana akafutwa kazi kwa sababu amepigana na wewe. Leo naomba Bwana akutumania malaika ambao watapigana kwa niaba yako, watateta kwa niaba yako, watapigana kwa niaba ya watoto wako. Si wewe utapigana, malaika watapigana wenyewe. Sema haleluya. Ninatangaza ya kwamba neema ya Bwana ikupe upendeleo, uwe mtu wa kwanza mwenye utasema watoto wetu na washirika wetu wanaotoka mbali, sasa tumewaletea basi ambayo inaenda inachukua watu inawaleta ibada. Ibada ikiisha wanaregeshwa. Kama mimi ninaamini kwa maombi ya baba askofu, kuna siku nitakuwa na mabasi ya kanisa. Kuna siku ninaamini kwa maombi ya daktari, one day, one time, mahali church itajengwa, kutageuzwa jina, watasema Troliki Stage. Troliki nini? Maana ibada kiisha, watu wakitoka ni kama feli. Unaona feli? Hayo ndio maono nayaona mbele yangu. Wakati watu wa ibada imeisha, wanatoka kanisani, inabidi trafiki wako polisi hao
itakuwa hapa Jomvu pia. Natangaza ya kwamba wana wa Pentecostal Worship Ministry, ibada ikiisha, kuna jamu takatifu, kuna jamu ya magari, kuna jamu ya magari, kuna jamu ya magari, kuna jamu ya magari. Sema power. Unaamini hilo? Hebu angalia sasa. Fungua nami maandiko. Asante Roho Mtakatifu. Fungua nami kitabu cha Luka. Unaamini kile naongea leo? Ninatangaza jamu takatifu. Mimi natabiri jamu takatifu. Kama kuna jamu ya wanasiasa, leo mimi natabiri jamu takatifu. Kitabu cha Luka. Luka mlango wake ule wa Asante Roho Mtakatifu. Asante Adonai. Luka mlango wa kwanza kuanzia mstari wake wa 26. Nataka nikuonyeshe watu ambao waliwezeshwa, watu waliopendelewa, watu waliopata neema ya upendeleo. Luka 1:26 inasema hivi: mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji mmoja uitao Galilaya, jina lake Nazareti. Taja mahali unaishi. Mimi nataja Bicenta, nataja Kayole. Hebu taja mtaa wako. Hai, wewe ndio wale wawili baru kumbe. Okay, tutakupea wili baru za kutosha. Taja mtaa unaishi, taja mtaa wako. Sasa mimi nataja Runda na Kileleshwa, Runda, Kileleshwa na wapi? Na Karen. Hiyo ndio tunaenda kuishi. Sema amina. Hata kama utaki, jikaze tu, huyo mwenzako ataishi mahali pazuri wewe kama utaki. Mstari 27. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi. Sema ukoo wa Daudi. Kumbe kuna umuhimu sana kuwa na ukoo mzuri. Sema ukoo mzuri. Jina lake bikira huyo ni Mariamu. Twende 28, please immediately. Akaingia nyumbani kwake, akasema, salamu uliyependwa, salamu uliyepewa neema. Leo utapewa neema. Leo utapewa neema. Salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Watu wenye neema ya Mungu daima wanatembea na Mungu. Watu wenye neema ya Mungu daima wanaishi na Mungu. Sikia huo mstari before tuende sana. Inasema hivi. Hebu tusome sote kwa makini, nataka uelewe. Tuanze 1 2 3. Jamani, tusome vizuri kama vile kwa madhabahu wanasoma. Twende sote. Mahali kuna koma, mahali kuna full stop. 1 2 3, tuanze. Yaani ukipewa neema ni kumaanisha ya kwamba umeunganishwa na Mungu. Bwana yu pamoja na, hauko peke yako. Nataka kusema ya kwamba wale wanakuinda hawatakupata, maana hauko peke yako. Ile biashara unafanya hauko peke yako. Kwenye hayo maombi unaomba hauko peke yako. Maono uliyobeba hauko peke yako. Kwenye ibada hatuko peke yetu. Wazazi wetu wa kiroho hawako peke yao. Bwana yuko pamoja na wao. Hebu sikiza, twende nikuonyeshe point yangu mahali penyewe. 29, tuanze, twende sote. 1 2 3. Vile tulisoma 27, tuanze tena. Vile tuanze 29 hiyo. Twende 29.
30, yes. Tuanze. Twende. Twende. Naam. Tuanze mstari vizuri 30 mpaka 37. Twende, anza vizuri. Yes. Aha. 36. Kwa sauti ongeza volume kidogo. Tuanze, ongeza volume yako. Tuanze, mwambie. Salasina saba. Amina. Hebu angalia, tunamuona Mariamu ambaye tumeambiwa wenye ukoo wa watu waliokuwa makuhani. Mariamu alikuwa bikira, na kama alikuwa bikira kipindi kile, ni wazi kabisa ya kwamba kulikuwa na mabikira wengi. Sema amina. Lakini Biblia inasema ya kwamba malaika akatumwa mwezi wa 6 kwenye nyumba ya Mariamu ama kwa kina Mariamu, na alipofika akamsalimia, akamwambia salamu Maria, salamu uliyepewa neema. Uliyepewa nini? Neema. Mariamu anapata neema, anapata upendeleo wa kuchaguliwa na Mungu mwezi wa 6 ili atumike chombo kitakachotuletea wokovu. Mariamu anachaguliwa katikati mabikira wengi, lakini yeye ndiye aliyependelewa. Alafu kile kinanishangaza, malaika wanakuwa na testimony, wanamwambia Mariamu, hata kazini yako, maana Elizabeth na Mariamu ni mtu na kazini. Wakamwambia aliyekuwa tasa sasa ana nini? Jamani, simu ana nini? Ana mimba, ana nini? Sema amina. Amekumbukwa na Bwana. Mariamu anaambiwa nini kinafanya Mariamu anapata nafasi ya kuitwa aliyependwa? Amepewa neema, aliyependwa, na anapewa nafasi ya kwamba atumike kama chombo cha kutufikishia wokovu, maana Yesu ni Mungu mwenyewe. Kama angekuja na mwili wa mbinguni ama na uweza wa mbinguni, hakuna mwanadamu angemkaribia Mungu. Lakini Yesu anabeba mimba kama mwanadamu wa kawaida. Yesu anazaliwa kama mwanadamu wa kawaida. Yesu anapunguza utukufu wake wa mbinguni, ananyenyekea sana hata kuliko wanadamu wa kawaida. Maana kumbuka ya kwamba hata wakati wameenda kumshika Yesu, yule jamaa aliyekuwa wa kwanza kumfesi, alipouliza mnamtafuta nani, alianguka chini.
swali tu, mnamtafuta nani? Akaanguka. Hii inakuonyesha alikuwa na uwezo wa kuzuia asiuawe, alikuwa na uwezo wa kuzuia asikamatwe. Haikuishia hapo, wamekata. Petero amesikia uchungu, maana wavuvi wana hasira kwa sababu wanakesha kwenye baridi. Alafu anaona amepata mtu mzuri ambayo akifungua kampuni anaweza kuwa manager. Alafu anamletea kelele hapa. Jamaa kainuka na panga, sikio liko chini. Yesu akamwambia Petero, rudisha upanga wako kwenye ala. Akachukua sikio, akaregesha. Hii inakuonyesha kwamba alikuwa na uwezo wa kusema hawa watu wote ardhi wameze. Lakini Yesu akanyenyekea msalaba, mpaka mauti ya msalaba, ili Mungu amkirimie jina lipitalo majina yote, ya kwamba kwa jina lake kila goti litapigwa na kwa jina lake kila ulimi utakiri Yesu Kristo ni Bwana. Sasa Mariamu, angalia, naomba upate picha. Mtu mwenye uwezo ambaye anarudisha masikio ya watu wamekatwa. Yaani mtu mwenye anatokea appearance tu tayari watu wanaanguka, appearance tu, na hajaomba watu wanaanguka. Jamaa ambaye anashikwa wamtupe kutoka juu ya mlima, wampiga na mawe, lakini anapita katikati ya watu wasimuone mahali ameendea. Huyo ndiye Mariamu anapata neema, anapata upendeleo, anawezeshwa kumbeba na kumzaa kama mwanadamu na kumnyonyesha kama mwanadamu. Yesu ni Mungu mwenyewe, asikudanganye mtu. Yesu ni Mungu. Ndio maana Bible inasema kwenye kitabu cha Ufunuo anaitwa neno la Mungu. Yesu anaitwa neno la Mungu. Yohana akasema hapo mwanzo kulikuwa na nini? Neno. Huyo neno akafanyika nini? Jamani, sio nasoma Biblia. Hebu tuanze. Hapo mwanzo kulikuwa na nini? Tuseme kwa sasa. Huyo neno akafanyikaje? Akafanyika nini? Akafanyika mwili, akaja kwetu, tukauona utukufu wake. Inaongea kuhusu Yesu ndiye neno. Mungu akiumba dunia, Yesu alikuweko. Si kwamba amekuja wakati dunia wameumba pamoja. Lakini Mariamu anapata neema, anapata uwezesho. Mtu ambaye hakustahili, neema inamstahilisha, neema inamwezesha. Kama Mariamu alipata neema mwezi wa 6 ya kwamba atabeba mimba na kila atakizaa kinaitwa kitakatifu, atazaa mtoto mwanaume, jina lake anaitwa nani? Yesu. Huyu atakuwa mkombozi wa ulimwengu. Atazaa mtoto mwanaume mpaka na jina anapewa. Elizabeth anatokewa na malaika, Zakaria anatokewa na malaika akiwa kwa ibada, anaambiwa mke wako atapata mimba na atazaa mtoto wa kiume, jina lake ataitwa nani? Yohana. Baada kukaa tasa kwa miaka 60. Naomba mwezi wa 6 leo Mungu akutumanie malaika wako, jina la Bwana. Unatangaza kwa Bwana akutumanie malaika ambao watakuwezesha kufanya mambo makubwa. Aliwezesha Mariamu, natangaza uwezesho juu yako. Pokea kuwezeshwa na Bwana. Pokea kuwezeshwa na Bwana. Pokea kuwezeshwa na Bwana. Pokea kuwezeshwa na Bwana. Sema haleluya. Nataka kusema ya kwamba kuna watu wamefuta namba yako ya simu. Kuna watu hata ukipiga simu hawashiki. Kuna watu hata ukiandika message hawareply. Mimi nimekuja kutangaza ya kwamba hata bila wao neema itakubeba. Neema itakuwezesha. Hata bila wao wataona ukifanikiwa. Hata bila wao wataona umejenga. Hata bila wao wataona watoto wamesoma. Hata bila wao wataona Mungu amekuinua. Sema haleluya. Leo wakati mtumishi wa Bwana anasimama mbele yako, huyo amesimama kama malaika. Wakati baba daktari akisimama hapa, chochote anaongea kama baba yetu wa kiroho. Chochote mama reverend anaongea kama mama wa kiroho juu ya maisha yetu. Ni neema ya Mungu ambayo inaongea ndani yao juu ya maisha yetu. Wanatumika kama vile malaika
alivyotumika kunena kwa Mariamu. Sikiliza. Mungu hataangusha hiyo neema kwa hewa. Atatumia watu wale wataiachilia neema ya Bwana juu ya maisha yako. Atatumia watu wale watanenea anga yako. Mungu anamwambia Musa, weka mkono juu ya Joshua. Number 1, watu wamkubali. Number 2, watu wamheshimu. Number 3, watu wamwamini. Wakati mtumishi wa Bwana, iwe ni Pastor Abednego, iwe ni Pastor Willy, akisimama akiongea, hata kama ni kazini yako, hata kama ni shemeji yako, muone kama mjumbe ametumwa kwa hayo majira kwa ajili ya maisha yako. Hata kama ni chair lady, hata kama ni chairman, hata kama ni kiongozi wa matangazo, wakati anatangaza, huyo ni mjumbe wa mbinguni, ametumwa kwa majira hayo kwa sababu ya kile unataka. Na kwa majira haya mimi nimetumwa na Bwana niseme, neema itakubeba, neema itakuwezesha, neema itakupa matokeo mema. Sema haleluya. Hebu shika mtu mkono, shika mtu, mwambie kwa jina la Yesu, uwezeshwa. Pokea kuwezeshwa. Mwambie kuanzia leo, mahali popote ulishindwa, hautashindwa tena. Mahali popote ulikwama, hautawahi kwama tena. Mahali popote walikuchafulia jina, mbingu inakuheshimisha, mbingu inakutengenezea. Mwambie jina lako litajwe na mataifa, watoto wako watajwe kwa mataifa, biashara yako itajwe kimataifa, biashara yako isambae kama moshi. Sema haleluya. Mpe Bwana makofi mazuri. Unaweza kuzuia moshi usitoke ndani ya nyumba. Atumefunga nyumba, utaufungua mlango mwenyewe bila kuambiwa na mtu. Tena utafungua mlango, ukitoroka moshi unanimaliza. Nini moshi unanimaliza? Leo naomba huyu ane monitor maisha yako, uwe moshi wa hatari kwake. Huyu amekamata anga yako, huyu ana monitor watoto wako, huyu ana monitor kanisa la Bwana, huyu ana monitor huduma yako. Natangaza leo, uwe moshi wa kiroho. Hawatakuzuia tena, kwa sababu ya neema italeta matokeo, italeta matokeo. Kama vile wanafunzi wakifanya mitihani wanangoja matokeo, wangoje matokeo yako, wangoje matokeo yako. Mungu anatenda. Sema power. Ni nyama ulikuwa unapika alafu ianze kuungua, unakujaga mwenyewe mbio. Nini? Nimesikia harufu ya nini? Nyama yangu inaungua. Nimesikia harufu ya kuku yangu. Nimesikia pilau yangu inaungua na niko na wageni. Naomba watu wakimbie kwa ajili yako. Watu watafute biashara yako, watafute namba yako ya simu, watu watafute unaishi wapi, watafute Mungu unayemtumikia, watafute kanisa lako, watafute baba yako wa kiroho ni nani. Watamani kujua baba yako wa kiroho ni nani, mama yako wa kiroho ni nani. Maana wewe si wa kawaida, wewe si wa kawaida, unatisha wewe. Wakipiga ramli wanaona msalaba, wakipiga ramli wanaona mtu wa kanzu nyeupe anatokea. Si Dennis Gaemba, na amesema anaishi karibu na Jehova Wanyonyi, lakini haabudu Jehova Wanyonyi, anaabudu Jehova aliye mbinguni. Wanaona mtu anatokea na kanzu, akona sword ambayo ina shine paka muganga. Juzi nilikuwa na kesi, mtu mwingine alienda kwa mganga. Alipoenda mganga akamwambia, sitaki kukuona hapa, sitaki kukuona hapa, toka. Wazee wameniambia toka wewe toka. Akafukuzwa kutoka kwa mganga. Mganga anamwambia, wewe hapa si mahali pako. Maana alikuwa ameenda kwa mganga
kwa niaba ya mtu mwingine, na aliyekuwa amemwendea kwa mganga ni mama wa maombi. Ni wale wanaomba mpaka usikii sauti, unasikia kama freno ya trailer, kama basi ya mash Coast Bus, Dreamline, Tahimidi. Huyo mama usicheze naye. Usicheze na watu wanaomba machozi yanatoka, kamasi inatoka, utakauka kama shivambala. Hao hawaguswagi. Usicheze na mchungaji ambaye ana watoto wake wanaomba mpaka wanasahau wamevaa nguo nyeupe, wanalala tu wanalia, Mungu angalia mama Reverend Mata, angalia baba yangu Askofu Maura. Usicheze na hao. Unajua kuna mtu anaweza wanasamhubiri na chini na suti. Hebu nikuulize, Nelson Mandela na utajiri wote kwa kaburini, suti yangu ni nini? Moi yako kaburini, suti yangu ni nini? Kibaki yako kaburini, suti yangu inashinda Mungu kweli? Haishindi. Sema amina. Huyu akafukuzwa kutoka kwa mganga. Naomba wale wanakuketea vikao, neema ya Mungu kupiganie, wapigane wao kwa wao. Watangaza neema ya Bwana itapita katikati yao. Watafarakana wao, wafarakane wao, wako wao wenyewe. Sema power. Neema inawezesha wapendwa. Neema inawezesha. Wakati fulani nimeenda Dubai kwa neema ya Mungu. Nimeenda kununua vyombo vya huduma. Before niende Dubai, mtu mmoja akasikia nikiongea kwa Facebook, nataka kununua vitu fulani, Kumbe nilimuombea akaenda Dubai. Kwanza mke wake ndiye alienda, alafu baadaye akazuiliwa na ubalozi wa Dubai, unakataa atapatiwa visa. Alipokuja kwa neema ya Bwana alipewa visa, wakaenda wakaishi, wamezaa watoto wakiwa Dubai. Kwa hivyo kila kitu cha wale watoto kimeandikwa mambo ya Dubai. Sasa akapiga simu, akaambia mtu, aliambia mamake mzazi. Mamake alikuwa mwalimu Kenyatta High School, alikuwa hajaretire. Akaambia, nimesikia mtumishi akiongea nataka kufanya barabara. Hebu mwambie asilipe tikiti, mimi nitamlipia. Baadaye nikiwa kwenye harakati ya kungojea ashughulikie tikiti, mwingine akaniambia pia, mimi nitakulipia tikiti tukienda Dubai na wewe. Watu wangapi wanalipa nini? Na tikiti moja nakumbuka tu ilikuwa ni 70,000, 70 ama 80,000. Sasa kumetoka hiyo, ukipiga hesabu ni 160,000. Sasa mimi nikasema huyu wa hapa karibu, kama wewe yako itakuwa pocket money. Tikiti nimelipiwa na mtu kutoka Dubai. Sema kwa neema ya Bwana. Point yangu ni hii, ndione neema vile inawezesha. Nilipoenda Dubai tukanunua vitu, mwingine akanunua vitu vya milioni 5, mwingine milioni 2, mwingine milioni 3. Ukipiga hesabu ilikuwa zaidi ya 10 milioni. Kwenye kutembea tukiwa na wao Dubai, tukakutana na Msomali. Akona sigara yake, amevaa kinyasa, kwa sababu ni nchi ya joto. Dubai hakuna ujenzi unafanywa mchana, watu wanajenga usiku. Maana hata maji ya bahari ni moto. Ukienda kule kwa showroom za magari, maana ziko nje, zinafanya hivi. Hakuna gari utaendesha Dubai bila kuweka AC. Hakuna hoteli yote utaenda hakuna nailoni kwa mlango. Ndani kuna AC na nailoni inawekwa kama curtain kuzuia hiyo baridi stock. Hakuna. Sasa Msomali akaniuliza, wewe ni pastor? Kamwambia, umejuaje? Na sina suti, sina tai, sina half coat. Lakini akasema, wewe ni pastor, mimi ni Muislamu, mimi ni Msomali, wewe nakuwa na pastor. Nikamuuliza mara ya pili, umejuaje? Roho yangu inaniambia ni pastor. Nikamwambia, mimi ni pastor. Okay, mmekuja shughuli gani? Kama tumekuja kufanya 1 2 3. Okay, basi vile wanaongea kama Mwenyezi Mungu hawafanikisha, wasaidie. Lakini akasema hivi, ila sasa mimi naomba niwasaidie kama mtani. Wewe ni pastor, siwezi kukuibia, hata hawa siwa na wasiwezi waibia. Nataka niwasaidie hivi, nunua mzigo alafu muniachie niwasafirishie kutoka Dubai mpaka Kenya. KRA mimi nitadili na wao. Ni kweli unaweza enda China ama Dubai ama Turkey ununue kitu, umenunua
100,000, lakini ushuru utakaolipa unajuta kwa nini ulienda huko. Hata afadhali ungenunua hapo. Ile yani ushuru unaolipa unaongeza pesa na kuwa juu zaidi. Lakini uone vile neema inawezesha. Msomali akasema, pasta, na kuhakikishia utapokelea mzigo Mombasa. Unataka upokelee Nairobi ama Mombasa? Kamwambia, mimi naishi Taita, kwa hivyo Mombasa hata naweza enda na pikipiki, lakini Nairobi ni mbali, kwa hivyo nitachukulia Mombasa. Akasema sawa, mzigo mtapokelea Mombasa. Mzigo zaidi ya 10 million. Tukaacha, tukamlipa pesa aliyotaka, si tukasafiri. Nilikuja kuchukulia mzigo Mombasa hapa. Sabasaba hapa. Neema haiwezi kukuunganisha na watu wanaokuchukia. Neema inakuunganisha na watu wa aina yako, wale watakusaidia. Yule Msomali hajaokoka, ila ana msaada wangu ambao na uhitaji. Kwa hivyo neema ikaniunganisha na yeye, licha kwamba hajaokoka, lakini nahitaji kusafirisha mzigo kutoka wapi? Dubai ukuja Kenya. Neema haitakuunganisha na watu ambao watakuachia maumivu. Inakuunganisha na watu ambao watakupatia nguvu ya kusonga mbele. Sema amina. Mzigo ukasafiri. Uone vile mimi nawezesha. Neema inamfanya Mariamu anaambiwa aliyependwa. Kumbe neema ya Mungu inaweza fanya upendwe bila kuambia watu mnipende. Inaweza fanya uheshimike bila kuambia watu niheshimu. Si wewe, neema inaongea. Kwa neema ya Bwana, Mungu anaweka vitu kwa kinywa chako venye watu wanataka. Ukiongea kitu ndicho watu walitarajia, ndicho walitamani kusikia. Hakuna mahali unatoka nje kile wanataka. Ukitoka nje, neema inakuregesha. Maana neema haiko pale ufanye makosa, iko pale ufanikiwe, iko pale usaidie wengine. Sema amina. Unafanya biashara na mzigo unakuwa na visirani. Kuna watu wanajaribu kuzuia pale usipate. Kama ni shamba unanua, ni gari unanua, ni plot, kuna watu wanapinga. Lakini neema inaingia ndani ya mtu mwingine ambaye atashawishi mwenye kukuuzia, atashawishi anayehusika na kesi yako. Neema inaleta suluhisho. Sema maneno imeisha. Imeisha. Hiyo imeisha. Wewe leta pesa, tumemaliza. Naomba Bwana akuwezeshe. Kama Mariamu alivyobeba mimba akamzaa Kristo. Mariamu anaambia malaika, mimi ni bikira, sijajua mwanaume, itawezekanaje? Malaika akamwambia, kwani ni jambo gani linalomshinda Mungu? Hebu sikia 37. Hebu niwekee pale 36. 36 kwa haraka. 36 mstari wa 36. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake, ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Elizabeth akiwa na mimba miezi 6, Mariamu anatabiriwa kuzaa. Twende. Sikiza. Kwa kuwa kuna neno gani lisilowezekana kwa Mungu? Maana alimuuliza pale juu, itawezekanaje? Mimi ni bikira, inawezekanaje? Malaika anamwambia hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mimi naamuru leo, hauna ndoto ya kuwa na biashara, hauna ndoto ya kuwa mtu fulani, Mungu wa majeshi akupe mimba za mafanikio. Yani idea za mimba, idea za biashara, idea za kuwa na kampuni, idea za kuwa mkulima mkubwa, idea za kusomesha watoto, idea za kumtumikia Bwana, idea za kujenga kanisa la Bwana, idea kusaidia jamii ya kwenu. Natangaza, pokea leo. Ile neno pokea leo. Sema haleluya. Anamwambia, kwani kuna jambo gani gumu ambalo linaweza kumshinda Bwana? Kisichowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu kinawezekana. Kisichowezekana kwa wazazi, kwa Mungu kinawezekana. Kisichowezekana kwa watu wa ukoo,
kwa Mungu kinawezekana. Kisichowezekana kwa marafiki zetu, kwa Mungu kinawezekana. Sema haleluya. Mtu wa pili aliyepata neema ndio huyu. Mtu wa pili aliyepata neema ndio huyu. Aliyepata neema ni Esther. Sema Esther. Mtu wa pili aliyepata neema ni Esther. Kitabu cha Esther mlango wake ule wa pili, mstari wake ule wa 17. Hebu tusome sote hapa. Naenda kwa haraka na malizia. Tuanze 1, 2, 3. Jamani, tusome na pumzi yenye nguvu. Hebu niweke pale, nasema ilipowadia zamu ya Esther. Ilipowadia zamu ya Esther. Rudi hapo nyuma. Alafu ndio tukuje 17. Okay, sawa. Hata ilipowadia zamu ya Esther binti Abiali mjomba wake Mordekai, ambaye alimtoa kuwa binti yake ili aingie kwa mfalme. Yeye hakutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hagai, msimamizi wake mfalme, mwenye kuwalinda wanawake. Naye huyo Esther alikuwa amepata kibali machoni pa wote waliomuona. 16. Basi Esther akapelekwa mbele za mfalme Asuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa 10. Sema mwezi wa 10. Before mwezi wa 10 uwe na testimony katika jina la Bwana. Before mwezi wa 10 uhesabu baraka. Ndio mwezi wa Tebeti, ndio mwezi wa Tebeti, mwaka wa 7 wa kumiliki kwake. 17. Mfalme akampenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akatia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Sema amina. Mfalme akona sherehe ya kiserikali. Mfalme Asuero akataka first lady apite tu, watu wamuone first lady anapita, yani apite tu. Ndio wanasema kile siku kwamba wanawake ni mapambo ya kanisa. Wakati wanawake ni wengi kanisa, unaona kanisa inakaa smart. Lakini ukitoa si wanaume tujae kanisani, sometime hutajua tuko kanisani ama tuko nyumbani. Lakini mama kabla hajatoka mpaka kisha ya kwamba mwanaume anaweza kuja kola imesimama na ningie bado na hana shida, kola inakaa namna hii na hana shida ningie. Lakini si wa mama atachukua 30 minutes, 1 hour kwa kio, anavaa kiatu, anabadilisha, anawacha, anavaa vipuli, anatembea kidogo, anarudi, anachukua lipstick, anapaka, anaoni jamachi na nguo, anachukua kitambara, anachukua nyingine, akitokerezea unaona wanamsindikiza na macho. Sasa mfalme akataka malkia Vashti apite ili watu wamuone, wafurahi. Yule mama akakataa kupita mbele ya viongozi wa kiserikali, mbele ya mume wake kama kiongozi. Ikaleta shida. Mawaziri wakasema hapana, kama mfalme utafanyiwa hivi, sisi machifu, sisi ma MCA, sisi magavana, sisi itakuwa zaidi, sisi mawaziri tunaomba tu
itangazwe ya kwamba mabikira waitwe, mfalme atafute yule atampendeza aoe. Kuta kwenye kaunti 127 kupigwa filimbi, mabikira waje, alafu wakija wanapewa chakula kwa mwaka mzima, wanakula for 1 year, ni kukula na kujipodoa. Kuna mafuta ya 6 months na kuna mafuta mengine ya 6 months. Miezi 6 unatumia mafuta fulani, ikiisha miezi mingine 6 unapaka mafuta fulani. Na kuna chakula ambacho mnalishwa, chakula special. Ukitokelezea tumashavu tunametameta uso, yani yani mfalme chochote ataona. Umaijua kuna mwanaume alioa mwanamke kwa sababu ya mguu? Ushawaijua hivyo? Kwa sababu ya nini? Nilisikia mwingine juzi ananiambia, apostle, wacha nikwambie ukweli, nilipendea mke wangu kwa sababu ya miguu. Kwa hivyo nikimuona anatembea bila viatu nakasirikaga, maana nilimpendea nini? Mwingine anapenda kwa sababu anataka bibi mrefu, maana ni mfupi kama mimi. Sasa akitaka kutoa taya anamwambia nitolee, ndio nafaa. Wanaitaka American height. Alitaka American height, anamwambia nitolee. Hiyo sawa sweetie, chukua, na anapewa. Mwingine naye labda alitaka pengine wakishtuliwa kwa maandamano, anaweza beba weke hapa kimbie naye, maana wakati wa maandamano wa nikizaza ataweka hapa na anatoroka na yeye. Mwingine naye akataka labda wakitembea kwenda baunza, ako na nini na baunza, ako sawa. Mama akiamua anamwambia mzee rudi nyuma, njoo kuja. Sema amina. Sasa huyu mama akataka apite, mama akakataa. Nini kahappen? Walipotangaza wanawake wakaitwa mabikira, wakaandaliwa kwa mwaka mzima, miezi 12. Baada ya miezi 12 mnapelekwa kwa nyumba ya kifalme. Mwezi wa 10 ulipofika, tumeambiwa nyakati, mwaka wa 7 mwezi wa 10 kwenye utawala wa mfalme Asuero. Ilipofika zamu ya Esther, alipofika mbele ya mfalme, Esther akapata neema, Esther akapata kibali na akapendwa kuliko wanawake wote. Nini kinafanya napendwa kuliko wanawake wengine? Ni neema. Sema neema. Nataka kusema hivi, wasichana wala mjaolewa, si lazima uvae miniskati mapaja yako wazi ndio utapendwa. No bwana, hapana. Yani Mungu hakukosea akasema atoe ubavu ndani ya mwanamke, ndani ya mwanaume ndani. Yani inamaanisha mwili wa mwanamke unafichwaga, akatoa ubavu ndani, akatengeneza mwanamke, akampitisha mbele ya Adamu. Adamu akasema huyu nyama katika nyama yangu, mfupa katika mfupa wangu. Unaweza maliza makeup kwa maduka mpaka utoke pimples ambazo mtu akiwa Changamwe uko Miritini anaona pimples kwa uso. Unaweza maliza makeup kwa maduka mpaka ukicheka ni kama unalia. Unahitaji neema ya ndoa. Sema neema ya ndoa. Unahitaji neema ya ndoa. Kuna mwanaume anataka mwanamke wa aina yako, anataka msichana wa aina yako. Huwa naambia watu mimi nasema kule Western, hata juzi kuna mtoto ni dedicate aliletwa kanisani, amefungwa kamba kwa mkono. Hii kamba nilipouliza wakaniambia watu wasimuone na macho mabaya. Kamba kule Western na Nyanza kuna vitu watu naita pekoko. Pekoko ni uchawi wa macho. Mtu akikuangalia hivi, ulikuwa na nyama umetoka buchani, ukifika kwa nyumba nyama imeoza. Akiangalia samaki ama chairman, akiangalia samaki, kufika nyumbani samaki afanya nini? Samaki imeoza. Akikuangalia hivi unakula hivi, unakwama na nyama mamfupo na unakufa hivi. Western na Nyanza. Sema amina. Sasa wakafunga kamba mtoto asiangalie na macho. Alafu kuna wale mashabiki, hata labda ulishaenda huko, wanatoa misumari pa ati anakuuma, anatoa msumari, anatoa yai, meno ya ng'ombe. Sasa kama anatoa meno ya ng'ombe, mbona anatumia maji na sabuni? Wanakujaga na zile vitu. Usingine unaendeka kwa mdomo, anakupiga hivi, anauma meno, anapiga omo inajaa, akiinua hivi anakuonyesha ametoa meno ya ng'ombe.
kumbe alikuwa na meno ya ng'ombe, unalipa pesa. Sasa sikiza point yangu ni, wengine wanafunga kamba kwa kiuno ili mtoto akuwe na nini? Na figa. Sema figa. Wanafunga kamba kwa kiuno mtoto akuwe na nini? Lakini kumbuka kwamba ndoa na shepu ni vitu viwili vingapi? Tofauti. Shepu inaletwa na msosi bwana. Leta msosi uone kama watermelon haitatokelezea wewe. Peleka msosi kwa mama, chekesha, tekerenye acheke mwenyewe afurahie. Uone kama utaona watermelon zimetokelezea. Asante kwa mtu mmoja huyo. Leta msosi nyumbani, patia mama raha, patia chakula ale, valisha nguo. Hiyo neema ione kwenye msosi. Kama hautaulizwa, lakini yule mlikuwa naye ni sister yako ama ni nani yako? Maana haoni kama mnafanana, anafaa kuwa mke wako, kumbe ni mke wako hivyo. Wanauliza kuna madam mlipita naye, sijui ni dadako ama ni women rep. Namwambia ni my wife huyo. Oh, pole boss, pole. Sema neema. Esther akapata neema mbele za mfalme. Kwa nini alipata neema? Kwa sababu ni Mungu aliyempa neema. Ni Mungu anapeana. Sema neema ni Mungu anapeana. Mungu akupe neema leo. Mungu akupe neema leo. Natangaza kama mtumishi wa Mungu, fanyika Esther wa familia. Fanya Esther kanisani, Esther ndani ya boma, Esther kwa taifa la Kenya, Esther kwa mataifa mengine. Sema nafanyika Esther leo. Sema Baba, katika jina la Yesu, neema ya Esther na iwe juu yangu, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Simama kwa miguu yako miwili. Tunapoongea neema, matokeo neema, neema zipo aina mbalimbali. Kuna watu wana neema ya uongozi. Kuna watu wana neema ya nini? Kuna watu wana neema ya kukimbia mbio. Unasikia kwa hiyo familia nani wa kwake alikuwa mkimbiaji. Kuna neema ya uimbaji kama vile wakina Pastor Agnes, kina Pastor Haemba. Kuna mtu anaweza imba hapa, anaweza imba praise vizuri sana, lakini kwa worship anakuambia mimi hiyo sitaki ni walete down, tafadhali kama nitaanzisha mwingine. Na kuna mtu ni mzuri sana kwa worship, ukimpa praise anakuambia mimi nitaanzisha mwingine amalizie. Ni neema, usimlaumu. Kuna watu wana neema ya kwaya, anaweza ongoza kwaya hata watu 200. Na kuna watu wako na neema ya kuwa backup. Sasa mahali watu anakosea, neema yake ni ya backup, anataka kuwa soloist. Sasa kinaenda pande hii, anaenda pande hii. Kuna watu wana neema ya biashara, neema yake ni mwanabiashara. Kuna watu wana neema, anaweza kuwa na biashara lakini hana neema ya kuwa na kampuni. Anaweza fanya biashara zingine lakini si kampuni. Na kuna mwingine biashara zake ni kuwa na kampuni. Hiyo ndio neema yake. Sikuuza matunda ni biashara. Sikuuza njugu ni biashara. Kuuza hoka si ni biashara. Hiyo ni kampuni. Utaita ni kampuni? Utaita ni kampuni? Hapana. Kuna watu wana neema, wengine wana neema ya maombi lakini hana neema ya kufunga. Anaweza omba lakini akashindwa anaweza omba akashindwa na kufunga. Unahitaji kumwambia Mungu, uliyenipa kuomba, nipe neema ya kufunga. Nimekutana na watu wanasema apostle, naweza omba 2 hours lakini kufunga nashindwaga. Ikifika saa 6 nimefungua. Unahitaji neema ya kufunga. Kuna watu wana neema ya keyboard kama Mwakesi. Mwakesi vile tangu nimemjua Pastor Mwakesi, anaweza imba, alikuwa mwimbaji Mwatate. Ameimba, nimemsikia kiimba praise, anaweza imba worship, tena anayecheza keyboard. Hiyo ni neema. Lakini maisani yule pale, mpatie aimbe saa hizo, utacheka mpaka asubuhi. Hana hiyo neema. Wewe mpe utasikia hana. Yule uko wapi yule Pastor Kaemba? Ako wapi kijana wako? Yule kijana wa Pastor Kaemba ametoka. Ana neema ya vyombo, kucheza keyboard, lakini mpe kuimba, hawezi fikia master wake. Hawezi. Ni neema hiyo. Kuna mtu ana neema ya gitaa lakini hana neema ya keyboard.
Kuna mtu ako na neema ya drum set, ana neema ya keyboard. Kwa drum ako sawa, akikamata unaruka mpaka viatu vinabaki. Lakini mpe gita. Kuna watu wana neema ya counseling, si kwamba amesomea. Akikuongeresha hivi, ukitoka unasema mzigo nimetua. Kuna watu wana neema ya kusaidia, inaitwa huduma masaidiano. Huduma, ana neema kusaidia. Kuna watu wana neema kuwa mwanabiashara, a support ministry. Lakini kuna watu wana neema kuwa kiongozi wa kiserikali, kiongozi kwenye idara fulani ama mahali fulani ama organization, lakini neema biashara hana. Hata akichukua loan afungue biashara inaisha. Neema alionayo ni ya uongozi. Kuna watu wana neema, sema neema. Sema neema. Kuna watu unajua hata kukula ni neema. Nilisikia mama mwingine ananiambia mimi nakula chapati 12 Apostle, niombe ipunguze kidogo. Sema sio mimi. Namalizia hivyo najua. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri kuelewa neema uliyobeba ni aina gani. Kuna watu wako na neema ya teaching. Kuna mtu ako na neema ya uinjilisti. Lakini usipoelewa, basi unaweza kuta ya kwamba unaacha baraka yako. Huenda hiyo baraka ilikuwa imepandwa ndani ya teaching ama ndani ya uinjilisti. Kuna watu wako na neema ya unabii, kutabiri. Kuna watu wako na neema ya healing. Hizo ni neema, lakini zote zinahitajika kujenga mwili wa Kristo Yesu. Inua mikono yako juu. Sema Baba, mfalme wa majeshi, na kuomba mchana wa leo neema ilete matokeo kwenye maisha yangu. Mahali nilishindwa, kwa neema ya Mungu sitashindwa tena. Neema iliyomsaidia Esther, naomba inisaidie. Neema iliyomsaidia Elizabeth kwenye uzee wake, akapata mimba, akazaa mtoto mwanaume anaitwa Yohana. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Bwana nifundishe kujua aina ya neema niliyobeba katika jina la Bwana. Kuna watu wana neema kutia wengine moyo. Yaani ukisimama hivi ukishuhudia, ni testimony tu natoa, iwe ni kwa ushirika. Baada ya ushirika, mtu anamfuata kiongozi wa ushirika ama anafuata Pastor Benego, anamwambia Pastor, nilikuwa nimeumia, lakini kuna mtu alitoa ushuhuda mama fulani, nikasikia nimepona. Yaani mimi ulipohubiri Pastor, sasa ilikuwa ni kusiri kile nimepokea. Ana hiyo neema, lazima uelewe. Kuna watu wana neema ukiongelesha tu mtu hivi, twende kanisani, anakuja. Lakini mwingine hata utoe pesa, upeane watu, hata kufuata. Lakini kuna mtu akona grace, akiongea tu anamfuata kanisani. Makosa watu wanakosea ni kukopi vitu. Usikopi, baki wewe. Fanya kama wewe, tumika kama wewe. Inua mikono juu. Sema Baba, uliyeziumba mbingu na nchi, naomba mchana wa leo nipe neema kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, na kama iko ndani yangu nifundishe kuitumia, nifundishe kujielewa. Nimebeba neema ya aina gani, ili Bwana wa majeshi ilete matokeo mazuri kwenye maisha yangu. Anza kuomba katika jina la Bwana.